about some few questions which are generally asked at the NSA during the test. So the first question, unaweza ukaulizwa hii ni nini ama what is this? Simply you can say it is MTB. MTB is a model town board. That's the name of this structure here. So unaweza ukaulizwa inafanyaga kazi gani ama inasimamia nini? So model town board tunasema it is a representation of all road networks in and out of the town that are found in East Africa. What's a model town board, Zedi? It is a representation of all road networks in and out of the town that are found in East Africa. I know the Kiswahili. You have to get that exam sentence. It is a representation of all road networks in, you can see these arrows, that is the way in, then you can see the arrows, that is the way out. So it's a representation of all road networks in and out of the town that are found in East Africa. So tumesema it is a representation of all road networks. How many types of roads do we have here, Zedi? How many types of roads do we have here? Ya kwanza ni gani? Two types of roads. Ndio? Madamiri ya kwanza ni gani? Tushajua. Major road. Where is the major road? Who's the major road? Yeah, that's the major road. Mr. Zedi, what tunaita major road? Has 4 lanes. Monene, we got this from where to where? Left to right. From left to right. So if I put this vehicle there, so which is the left hand side of that vehicle? That question goes to Zedi. Left in wapi? Left. Left in wapi? This side. Yeah, so the green vehicle is called in number? Number 2. In number 2. Good. So the white vehicle is called in number gani, Madamiri? In 4. Good. So because you have said that we count it from left to the right. So that question brings to what is the rule of roads in Kenya? That goes to Mr. Mulena. Unless overtaking. So if maybe you are both on this side and you are moving towards this direction, there we say that you are at the wrong side. When you are caught at the wrong side, you'll be fined of interfering with the traffic. And if the road caught you on that side, you'll be penalized at the court more than 15,000. Because you know the cause of that, you are causing jam. You are causing jam. Number 2, you are causing accident because some other vehicles they just come in this direction, and now you are moving toward the opposite direction, in which you should be keeping left. Your lane should be this side, not the other side. Umeona? Kwa hivyo ukitembelea hii side utashikwa. Au hii barabara inafaa kuwa ya kwenda that direction because to the left ni huku. So lane 1, lane 2, lane 3, lane 4. Ukiwa huku inakuwa the way opposite. Lane 1 ni hii, lane 2 iko hapo, lane 3 ni hiyo, lane 4 ni gani? Ni hiyo. Because we call these lanes from left to the right. Again, we have said that in this model town board, you have got 2 types of road. One is here. We refer this one as a two-way traffic. And we have said very well that a two-way traffic is where vehicle move in an opposite direction. The yellow vehicle, the green, bright green, the bright green
the white vehicle. All of them, they are keeping left. On the other side, the other three vehicles, cream, black, and the orange, they are keeping left. So, you must maintain your side. Whether you like it or not, you have to keep left. So, in this case, we have got a yellow line here. This yellow line here divide two-way traffic. So what's the function of the yellow line? Is to divide two-way traffic into two equal halves. Si ukiangalia hapa vizuri unaona hii inatoshana na gani? Na hii. So hii na hii ziko the same, ziko equal. Unaona? So ukiuza the function of either the continuous or the broken yellow line found at the center of a two-way traffic. Its function is to divide two-way traffic into two equal halves. In this road, we say that you should not overtake. In two-way traffic, we should not overtake. Because if we overtake, and for example, for instance, we say that maybe the yellow vehicle kwa huku nyuma kabisa, the green one ako hapa anaenda pole pole. Huyu na yeye ako hapa. So in between this vehicle and this vehicle there is a space. Huyu akakuja akapita. Huyu alikuwa amefanya sababu yeye utakuwa umeshapita. So huyu akatokea kichwa akakuja kuingia aje on the move hapo ame-identify the black vehicle. So before akuja ingia hapa, yes huyu atakuwa umeshaingia. But what happens wewe umefuata gari ya yellow? Unaona si ameshachomoka. Huoni mbele. Wacha hata mimi nimfuate. The moment utakuja kumfuata, wewe utakuwa umeshaondoka na ameshashika line. But huyu hako kama amekuona. So atakuja kama amekugo. In that case, the small yellow vehicle and this black vehicle here. Makosa ni ya nani? Mr. Munene, wewe umeulizwa. Makosa inaweza kuwa ya nani? Makosa ni ya Mr. Zedi? The yellow one. Yeah. Sindio? The reason behind ni gani? The reason is overtake kama ja estimate. The distance. Overtake. Makosa because the yellow one should not overtake. Even the other yellow. The vehicle A and vehicle B, both of them, they are not supposed to overtake in the two-way traffic. In two-way traffic, we do not overtake. Umeona? So, shida kubwa ya kuovertake hapa ni shida kama hiyo. Wa kwanza anatokea, unaona ameingia successful. Wewe uko nyuma yake, unaona ai bado huyu anaenda pole pole. So, wacha na mimi nimfuate. On that process ya kumfuata unakuta yule ameshachomoka ameondoka, but umeachwa kwa shida. Unajua hii gari itakuja igongwe na ikigongwa itakuja kugonga hii pia huko. Hii ikishagonga hii kuna yenye ilikuwa imeshaifuata, so pia hiyo itaigonga. Are we together? Hazita maintain kukaa kwa hiyo lane. Doctors zingine zimeingia to the other lane, so zitaitafia na another vehicle. So unaweza kuta gari moja limefanya makosa lakini imesababisha zaidi ya gari 5 kuongana. Tunaelewana? So in two-way traffic we should not overtake. Yeah, you will also create jam. Simeona? Yes, so in two-way traffic you will not overtake. Mzuri, welcome hapa msongee hapo. In two-way traffic you should not overtake. So we should be very careful. We should be very careful on how we are joining that lane. Good. So let us proceed very well. Karibu sana. Umechelewa wapi klasi ya leo? Good. So again, a point I want to give here. Unaweza ukajiuliza aje but hii kwani hii broken ni ya kazi gani? Si ndio? The function ya hii yellow line ukiona iko broken. Nataka niongelee vitu nyingi sana hapa hivi sijakuwa nikiongelea for the time being. Thank you very much. Kwenye umeona kuna hii yellow broken. Hapo you can change direction. You should turn. Tukiwa hapa
kwa hii major road. Si ndio? Lane 1 iko na options ngapi? Mbili. Si ndio? Kuna hiyo first option na kuna hii second option. Ya kwanza tuna move aje? 0 degrees hapa una move straight. The same ukiwa hapa. Option ya kwanza ni 0 degrees unaenda una move straight. Tuelewane. Second option hapa hivi tunaenda aje? 90 degrees to the left. To the left. Sindio? 90 degrees to the left. Observe hapa. Welcome very much. Mzuri. 90 degrees to the left. Tumeturn. We have made a turn. The same comes here to this road sign here. Una road sign vile nimesema hii. Vehicle traveling light turning. Sindio? Haya, this one nasema aje? Turning right junction, sindio? Exactly. So in the same way, tukikuja hapa kwa hii lane hapa. Every moment umekuja hapa ya kwanza ni 0 straight, ya 90 degrees to the left. The same thing ukiwa hapa. Kwenye kuna hii broken, you should turn 90 degrees to the right. Tumeelewana? Hii tuna turn only to the left. Anywhere umeona yellow line, you should turn 90 degrees to the right. For example, hapa hivi tunapanga 5 options. Yes or no? For those 5 options, ukifikanga hapa una move aje hivyo unaingia. So the function ya yellow broken line ni ya kuchange direction. Ukiwa hapa, sheria Kenya barabara ni gani? Pasco ni gani? Unaona zaidi ya utolea bana. You keep left. Sindio? Haya. So ukiwa hapa, we are expecting the yellow one akuje straight. His left ni huko. Asiona na ateremu. But because of this yellow broken line, anaweza akaturn akitaka. That is depending on the destination yenye anaenda. Si umeona? So that's why ameturn 90 degrees to the right. Anaingililia hapo. Si umeona? So hii yellow broken inakusaidia kuturn. For example, unaweza ukatania hapa pale ukuje huku. Hauwezi. Si unaona hauwezi? So in that case, tena ukiwa huko mbele, ukiwa hapo. Si umeona hiyo gari penye iko? So utaturn 90 degrees to the right. Saidia hapo hivyo mnaenda. Ingilia hapo. Umeona? So ukiwa to this extreme side and you want to join this part, you can either utumie pale mbele uingie vile hiyo gari imeingia, ama kama hapa hivi kumefungwa ukiwekewa gari hivyo inamaanisha hapo hiyo barabara so unaweza kweli ukaingilia hapo. Unaweza ukaingilia hapo. Kwa nini? Kwa nini utaingilia hapa? Kama hiyo itakuwa ni wrong side. This is a two-way traffic. Vehicle moving on opposite. Na hii nikikuja hivi, ingine inakuja aje? Na so hapa hivi kukifungwa, you have then to proceed. Usimame pedestrian wapite. Wakishapita, you proceed. Ukishafika hapa, you indicate uingie wapi? Huko. Ukifika hapo then, you can choose the direction you want to move depending on the degrees. Tumeelewa vizuri hapo hivyo Mr. Zedi. Hiyo ni use moja ya hizi broken. Second uses of this broken. For example, uko barabara ya two-way traffic. Hakuna mahali uta join minor road. But this side na this side, hii ni maboma ya watu, hii ni maboma ya watu. Unakutanga hapa hivi ni broken na hapa hivi ni continuous. Ushaona kitu kama hiyo? Kwenye kuna hii broken na ingine continuous. Ziko zote mbili, kuna hii broken na ingine continuous. Nasema yule mtu ako this side, yeye peke yake anaweza akamove kutoka huku akuje huko. Akona hiyo permission. Hapa hivi kuna continuous yellow line mwenye ako huko afai kurudi the other side. Tumeelewana? Na second use. Another third use unaweza kuwa hapa huku hivi ni continuous lakini huku ni broken. And it happens to the right hapa hivi kuna petrol station.
So unafikanga hapa una stop. Road ikiwa clear, wewe una cross unaingia kwa petrol station. Hautaulizwa na mtu in that case. Lakini hapa hivi ukiwa na hiyo yellow continuous, mwenye yako huku asitoke huku akuje wapi? Huku. So far ogeni kwa nguvu bana, mnipea malaya ya kwa. Yeah. So far so good. Hivyo ndivyo inafaa kumove. Another one wa kutanga ni yenye lanes zimechora chorwa hivi. Kuanzia kadogo kakubwa hivyo. Hiyo inaitwa service lane. Na inapatikana kwa two way traffic. Na sana sana hapo kwa kunakuwa na junction. What is a junction? Junction unakutaka kwa two way traffic. Umeona? So two way traffic kwenye kuna hiyo junction, kuna ile lane unakutaka imechora choro hapo. Kama mnaiona kwa mind. Kwenye inakuwa imechora choro hapo. So to that lane inakuwa imechorwa hivyo, inapeanga service. Hizi gari kubwa na mrefu juu haziwezi zikapata nafasi ya kupinduka vizuri. Hebu leta hiyo basi iko hapo juu. Good. Unajua una force as a driver, you are forcing it hapa. So by the time inafika hapa utakuta hiyo gari imeanguka because you are forcing it. Si ndio? Kwa style unakuja hapa hivi unataka you want to force it. So by the time inafika hapa imeanguka. So kuna zile leo kutanga zimechorwa kama hivi but ni za yellow. Kuanzia kadogo kakubwa hivyo. Na hapa hivi kuna barabara. The function of that one. For the small vehicles, that is saloon vehicles. Nissan buses hizo hazifai kukanyanga hapo. Trailers, tractors hizi kubwa na nini hizo zinarauliwa, zinakuwa na hiyo service, hiyo part. Unakuta imekuja imerudi huku, ikakuja hivi ya kuja kutania huku mwisho. Sasa hizo nyinyi hamna shida, mnapitia tu kuchwa. Unatoa tumepitia yenyewe inakuja inapitia hapo na to the left. Ingine the same unaweza kukuta iko tu hapa, but imepewa that allowance ya kwamba inaweza turn to the right. Hapa kuna njia nyingine, sisi tulisema hii ndio straight hivi. Tulisema hii ni straight. Hii ni huko juu hivi na hii ni hapa kuingia hapa. So hii straight hii gari nataka kurudi na huko. Tumemeki kuwa two way traffic, ya. So hii ikikuja hapa haiwezi kuja kujiforce kupitia hapa. Hii pia nyingine ya kupita hapana. Obviously inakujanga huko mwisho, inakuja kupindukia wapi? Huko. Inachomoa. Sika umepata hiyo kitu? Yeah. Zaidi hiyo kitu umeielewa? Kwa mfano wapi ushaipata hiyo markings? Kwa mfano within the surroundings. Within the surroundings. Wapi ushapata hiyo mark? Munene? Wapi ushaipata? Devi? Wapi ushaipata? Around kama nakumbuka pale hiyo kuingia na drive. Na drive. Haya manyaja. Sijui na wakapa baina manyaja kidogo mwisho. Kuna mfano wa hiyo lane. Unakuta kuna hii double yellow. Double yellow inamaanisha usi overtake. Double kama hii. Sawa, kuna hii na kuna hii. It means huwezi ukatoka hapo kwa kurusea ukuje na huko. Sawa. Lazima you maintain. Huu na yeye maintain. Ukikuta kuna hii moja yellow continuous na kuna yellow broken. It means mwenye yako huku na nitue traffic anaweza kukosa kuja wapi? Alafu rudi kwa hata ulizo in that case. Tumeelewana? Nani amechanganyikiwa? Nani ameelewa kitu? Simepata hiyo kitu? Haya, zaidi kama uko na swali. Uko fiti? Nani ako na swali hapo? Nani ako na swali aulize? Devi uliza swali? Nasema hiyo sasa hiyo broken hiyo unasema. Gari nyingine hata kama ni kidogo. Yeah. Ukienda ikanyange.
Haina shida nayo ama haifai kukanyanga. Sana sana ukiziangalia vizuri tunakuwa ni kama tubambu tudogo. So gari yako ukizoea kuigongesha hapo, tunaitanga lining kwa gari. So the moment unakanyaga tule tuwapu twingi. Hiyo stuff ya yellow zinaendaga zinakuwa unakuta mahali pengine tuko juu. So ukiweza kukanyagisha gari yako na ni dogo wako, lining inaharibikanga. Ama springs. Ama coil bas, ama hizo coil unakuta zimeharibi. So lakini hizi magari kubwa hazinanga stress. Hata inataka kitu kama hiyo. Ile ikikanyaga brake za pressure hizi maroli kubwa inaingia na indiano. Good. Umepata hiyo jibu yako vizuri? Good. So tukasema hiyo that is one type of roads in Kenya. Second types of road in Kenya tukasema tuko na one way traffic. Ada one way traffic tukasema tuko na aina ngapi za barabara? 2. Ya kwanza ni gani David? Zaidi saidia rafiki yako hapo. Kwanza ni zero straight. Lane. Tukasema ni aina gani? Ada one way traffic tuko na aina 2 za barabara. Gani na gani? Gani? Madam saidia zaidi. Minor and major. Sawa. So ada one way traffic tuko na aina 2 za barabara, kuna major na minor. So tukasema inaitwa major road hii jiko na 4 lanes. Tunahesabu lanes from left to the right. Umeona? So lane 1, lane 2, lane 3, lane 4. 4 lanes. In that case, ukiona kuna 4 lanes, usiulize maswali mingi. Hiyo ni major road. Na major iko na 21, 24. In short, you have got 2 options here, 1 option here. So 2 plus 1 is 21. 2 plus 4 ni 24. So 21, 24. Easiest way ya kushika na kumemorize your stuff. Ukiangalia hivi David, ni wapi kwingine kuna 4 lanes barabara ya kuingia kwa roundabout? Identify another major road. David, tuko kwako? Hapa hivi kwa model town board. Yeah. Identify. Haya. Another major road is here. Iko hapa, si ndio? Good. David, identify lane 1. Lane 1 ni gani? No, then one. From left to the right. Good. So, Zedi, identify lane number 2. Mary, identify lane number 3. Munana, identify lane number 4. Shika pointer. Identify lane number 4. Lane number 3. Lane number 2. Lane number 4. Lane number 1. Good. So that is called a major road. Where you see these arrows, ama these boosters, it shows you that that's the way in to the roundabout. Where you see there is no arrows, that's the way out. Madam, may identify a major road, the way out from the roundabout. The way out. Good. Identify lane 1, lane 2, lane 3, lane 4. Good. Morena, identify another major road, the way out in this model town board. Kuna pointer. Good. Ayapatia your desk mate there. Identify lane 1. Lane 1 iko wapi? Yes or no? Msaidie, ni hiyo ni number 4. Kwa hivyo lane 1 iko wapi? Hapo. Lane 2, lane 3, lane 1, lane 4, lane 3, lane 2, lane 1. Good. So we count lanes from where to where? Left to the right. And that tells us, David, what's the rule of road in Kenya? Unless overtaking. So every time you have to start whatever you are doing from left to the right. That will help you and maintain the lane and your direction where you want to go. If you keep right, the consequences is 1, you will be caught by the traffic officer. If you want to be caught by traffic officer, you will cause
jam. If then you won't cause jam, you will cause accident. The three of them, they might occur once or either one of them. So you should check on that. So anytime you want to approach a roundabout, you have to move in the roundabout clockwise or anti-clockwise. Zedi, saidia hapo. Do we move clockwise or anti-clockwise? Clockwise. Haya, patia pointer tuonyeshe clockwise, anti-clockwise ni aje? Clockwise. Ya, tuonyeshe hiyo clockwise ni aje? Move right. That way. Haya, anti-clockwise ni aje? Anti-clockwise, then you move forward. No, at the same position. The same position. Hapo. Move clockwise. Haya, rudi hapo tena. Move anti-clockwise. Move anti-clockwise. Patia Madameri akuonyeshe anti-clockwise. Move anti-clockwise. Hivyo ndivyo anti-clockwise. Sisi tukasema aje, patia Devi the pointer. Patia Devi pointer. Devi tukasema tunafaa kumove clockwise ama anti-clockwise. Tunafaa kumove clockwise. Tuonyeshe clockwise ni aje. Hiyo ni anti-clockwise. Tunafaa kumove clockwise. Haya, tuonyeshe clockwise ni aje. That one. So that's the way we are supposed to move. In the roundabout, we move clockwise, not anti-clockwise. If you move anti-clockwise, uko wrong direction. Utakose jam, accident ama ushikwe. So you should move clockwise direction. In the roundabout, kuna rules. Ya kwanza, no stopping. So ile time imefika hapo kwa roundabout, na wewe umestop, umefanya hivyo tena kuchange mkono, umestop. Kama tunaelewana, ukistart tu hivi, atuchange umestop. Hiyo ni makosa. Edante ukienda kufanywa test pale, ufanye hivyo, umeanguka, utarudi class test. So you should stop stopping at a roundabout. Ingine ya pili, you should not change lanes. So ukitoka lane 1, lazima uconnect na lane 1. Ukitoka lane 1, uingie lane 1, then uingie lane 2, then utoke lane 1, you have changed lane. That is very wrong. You should not change lanes in the roundabout. Hiyo ni rule number 2. Rule number 3 is that you should not overspeed. In roundabout, you should not overspeed. Just the other day, nionyesha mtu akioverspeed vile ina happen karibu na roundabout. Unajua kama umepita, unapita huko juu ya traffic island, una cause jam. Accident pia inaokaa. Unaruhusu maisha yako na ya watu wengine wenye umebe. So, anytime umefika ku approach roundabout, make sure uko chini ya 40 chini ya 30 hapo hivyo, 50 45 hapo. In a speed that you can be able to control your vehicle. Unaona? Good. Kitu kingine that you should do when approaching roundabout, you should approach using the correct lane and exit using the correct lane. For example, what I mean is that ukiwa lane 4 hapa, lazima uingie lane 4 in the roundabout. In this roundabout, we have got lanes, just as we have lanes here. Tukasema hapa hivi we count it from left to the right. Sorry, nisaidie hapo. Good. Tukasema we count lanes from left to the right. In that case, lane 1, lane 2, lane 3, lane 4. In the roundabout, we count lanes from outermost to the innermost. So lane 1, lane 2, lane 3, lane 4. That should be the procedure. So when you are lane 1, you must use lane 1 and exit using lane 1. Lane 2, the same lane 2, you exit with lane 2. Lane 3, lane 3, lane 3. Lane 4, the same. So when you are connecting from the major to the minor, these are 3 lanes. But here are 4 lanes. For them to be 4 lanes, you need to do what? Monene, tulisema unafanya nini? David, you add an imaginary lane. So 1, 2, 3, 4. Are we together? 1, 2, 3, 4. You add this imaginary lane. It does not exist, but you have to make it like it exists. The same as ukienda kwa gari kwa barabara. Penye umepata kuna 3, obvious utakuwa toka kwa lane 4. So wewe kama dereva unafaa unajua ukienda tu kuja unaona hizo lanes ni ngapi? Ni 3. Unafaa you create your own imaginary lane moja hapa. Otherwise usipofanya hivyo utoke hapa lane 3 hapa, upitie 3 kwa roundabout, ukuje hapa hivi utoke hapa. Utakuwa umekosea.
na kutakuwa na traffic officer hapo kando amekuangalia, na vile atafanya atakushika na itakuwa ni makosa. So you should do that one. Hiyo ni major. Tuko na minor. Minor road iko na 3 lanes from left, 1 2 3. So when we are coming from minor to minor, lanes are constant. They are not changing. You are not going to add an imaginary lane. Tumeelewana? We add an imaginary lane only when we are coming from major to minor. But when you are coming from minor to minor, lanes remain to be constant. 1 2 3. 1 2 3. So far, so good. So I want Madam Eric to revise this one as we conclude today's lesson. But before I go there, another name for two-way traffic is single carriage way. Another name for two-way traffic is single carriage way. Another name for one-way traffic is dual carriage way. Dual means two lane. The whole of outer ring road is a dual carriage way. The whole of outer iko na 2 lanes. Kuanzia ile service lane na ile main highway. Zote ni mbili huku nje na pale ndani. The whole of Thika road is a major road. Iko na 4 lanes. Walijaribu kuongezea lane nyingine ifike 5 lakini ikashindikana. Walijaribu hadi kuchange the markings. Ikashindikana. Wakajaribu hadi kubomoa inaitwa central pavement. Wakajaribu kubomoa hii waifanye konde kiasi hiyo lane ingie, lakini haikuingia, zikaimeni tukua ngapi? 4. So Thika road yote ni major road, outer ring yote ni dual. Tuseme iko na 2 lanes, sawa, dual, in which dual imegawanywa mara mbili. Kuna the main highway na kuna service lane. Service lane iko na 2 lanes. Service ni kazi yake na kusaidianga if you are moving to the left. Ukiwa hapo hivyo ukose kuingia kwa service lane, uge kwa main road. Ukiwa kwa main road utaenda straight na utapotea. Itabidi uende huko mbele, utafute roundabout ama exit from main road, urudi kwa service lane ili ukuje uende penye ulikuwa unataka kuwe. So depending to your direction, you should check on the road signs very well. Kuna hizi zinakuanga za green. So unaona kama signs za billboard kikubwa pale juu. You should check on that billboard. Inakushaka vitu vizuri na tuwaro. Ukiwa hapa ni 50 kilometers, unaona arrow imekuonyesha hivi. So ukishafika anzia kuwa to the left lane. That's why the lane 1 here, from the left, extreme left, lane 1 hainanga jam. Unajuanga hivyo? Obvious lane 2 unaona kama haitaenda straight, askari amekataa, watu wote wanakuwa kwa lane 1 wanaenda to the left. Unaona watu wote tumechomoka hivi to the left. Sasa itabua hivyo. Lakini hizo zingine 2 3 4 zinakuwa zimeshashika. Hadi hapa Allsops. Ukishaingia Allsops hapa, gari yote inaenda na Thika. Wakati inarudi na baba dogo, kuna jam. Yes or no? Lakini wenye watu wote wanaenda na Nairobi. Hata saa hizi yes ni jam ninaona pale. Lakini watu wote wenye wako kwa hii service lane ukichungulia reverse kwa zote zinaenda kuchamba mbio the same act with lane 1. So lane 1 kusaidianga sana penye unataka kuenda unachomoka bila stress. Tumeelewana? The essence of lane number 4, because lane 4 kuna 4 option. Ya kwanza ni hapa. Hiyo nyingine ni hapa, hiyo nyingine 270, hiyo nyingine 360 full circle. Inakusaidia you can move to all directions you want. But lane 3, lane 2, you can't move to any direction you want. You are fixed to a certain route. Ya kwanza ni 0 straight. Lane 3, ya kwanza ni 0 straight. Hiyo nyingine 90 degrees to the right. So na huwezi. So the ever best lane you can ever be in. Lane 1 and lane number 4. But I can consider lane 1 depending on the direction you are moving. Ukiwa kwa lane 1, you are going to be an economist person. Gari yako itakunywa mafuta nyingi ukiwa lane 4. Kuzunguka zote, si unaona? Lakini ukiwa hapa very simple and very short.
Nani ako na swali before we move? Nani ako na swali? Time for the question. He said another name for this. Two-way traffic Two-way traffic is single carriage way. single carriageway. Yeah. What about the dual carriageway was? The dual carriageway is another name for one-way traffic. Yeah. Good. And under the dual, that is why we have got the main road and the service lane. The main road, nilikuwa umetupatia example ya yule jamaa wa lori, alikuwa amepitia wapi? Main road, ile katikati huko. Lakini alikuwa anataka kuexit atoke kwa service lane. Yeah. Tumeona? Sasa hiyo yote ni one-way traffic. Lakini kwa the dual carriageway. In every kuna lanes mbili, zinaenda the same direction. Kama hapa ni only hii na hii. Sawa sawa? Ziko na hii na hii peke yake, hiyo imeisha. Hapa hivi kuna pavement, kuna hii na hii ni service lane, hii ni main road. Umeelewa vile kunaendanga? So hii service inakusaidia kama unataka kuja all stops na uko kwa main road, una exit na uko round na uko mbele. Unaingia na uko sio kama ni kia Michael Zishikani nisema ni wapi. Unatoka kabisa uko left. Unaingia hapo. So ukipitia hapa ufike River na utoke kabisa utakuja kwa Naivas. Lakini usipotokea hapa ukuja kabisa na main road hapa utaenda straight hadi all stops. Utaenda kutafuta saa tena jingine huko na kurudi na wapi? Na tutumia mafuta juu utarudi tena huko, urudi kwetu, zunguke pale info, pale River pale. Adapas then uchomoke hiyo. So umeona? So before you move, know your destination, find your best route, use the shortest, save your fuel. Ndio? Good question. Another question. Another question. Mbona unakaa swali? Madam Mary, another swali. Zedi. Hakuna swali. David, before ya Zedi road. David anjarudi uko na swali? Uko na swali? Good. Tufikishe hapo ama? Good. So hope at least we gain some difference. Nimejaribu